Majina naitwa Januari Peter Ramani, natokea Loliondo, wilaya ya Ngorongoro. Tulikuja kwa ajili ya kupata elimu ya ufugaji nyuki. Ingawaje ni wafugaji, lakini tunatumia njia ya kienyeji. Lakini kwa mafunzo ambayo tumeyapata, tunaenda kubadilisha namna ya ufugaji na kupata mazao ambayo yataendana na ufugaji ambao tunaenda kuendesha, ambao ni ufugaji wa kisasa. Lakini kama washiriki tunaomba serikali sasa, kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata, tumekuwa na changamoto ya vifaa vya ufugaji kwa maana ya mizinga, lakini masuala ya vifaa vya ufunaji, kuchakata, lakini pia masoko. Kwa hiyo tunaomba serikali baada ya kujifunza na kupitia haya yote tuliyopata, waweze kutuwezesha hivyo vifaa vya ufugaji nyuki. Kwa majina, mimi naitwa Norikishili Moseka. Tumefika hapa kwa ajili ya mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Tumepata mafunzo kabisa, tumepata mazuri ambayo yametujenga, na tunamshukuru Mungu atupe jinsi ya kwenda kuwafikisha wenzetu tulioacha huko. Mimi kwa majina naitwa Stephen Marindai Sanaya. Nimetoka mkoa wa Arusha, wilaya ya Ngorongoro. Lakini pia kuwepo hapa, kwanza ni washukuru shirika letu la FCDS kutufikisha mahali hapa kwenye chuo hiki cha nyuki ili kuja kujifunza ufugaji wa nyuki wa kisasa. Pale awali sisi tulikuwa tunafuga ufugaji ambao hauna tija, lakini kwa kuwa wao ni wafadhili, wakaona kwamba watulete ili tuje tujifunze na sisi tukawafundishe wenzetu walioko kule, ili tuweze kufuga nyuki ili waweze kuleta tija kwa jamii. Hiyo ni moja. Lakini la pili, sisi tumepata elimu. Tumepata elimu ya ufugaji nyuki, namna ya kufuga nyuki wa kisasa kwa njia ya kisasa, lakini pia haitaathiri uharibifu wa mazingira. Maana yake tumejifunza masuala ya utunzaji wa mazingira, kwa hiyo hatutaathiri ufugaji masuala ya uoto wa asili. Jina naitwa Lilian Edward. Ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Olepiri, wilaya ya Ngorongoro, mkoa wa Arusha. Kiu kubwa iliyotufanya tukawaleta hawa washiriki kutoka vikundi mbalimbali vya Kokoba wilayani kwetu, tumeona kwamba bado tunatumia mbinu zile za ufugaji nyuki za kiasili, ambazo ukiangalia kiuhalisia wanapenda ufugaji na ni wafugaji wazuri, lakini wanatumia mbinu zile zile za zamani za kufuga pamoja na kuvuna asali, kuchakata na kuleta asali sokoni. Na tumepata changamoto kubwa, asali inapofika sokoni inakuwa haina quality, haikidhi mahitaji ya soko. Hivyo basi tukaona hawa wenzetu walioko kwenye vikundi vya Kokoba ambao ni wahifadhi wa mazingira waweze kupata mafunzo ya kisasa kutoka chuo hiki cha nyuki Tabora, ili wapate mbinu na uelewa mpana kuhusu ufugaji bora wa kisasa wa nyuki na mazao ya nyuki. Na ndani ya siku 14 tumeshuhudia wameweza kupata mafunzo ya nadharia na vitendo. Kwa hiyo wameona namna ya kutafuta eneo zuri kwa ajili ya kuweka manzuki au mashamba ya nyuki, ya kufugia nyuki, na wameona pia namna ya utundikaji wa mizinga. Wakaona njia ya kufuatilia, njia ya kuratibu, kwa sababu huwa kawaida kiasili ukiweka mzinga ukitegesha unaacha mpaka utakapokuja kuja kuvuna asali. Sasa wamefundishwa kwamba namna nzuri ni kutembelea. Ukishatundika mzinga wako unatembelea, unaukagua, unafanyia usafi, ukiendelea kukagua masega yako kama nyuki wameweka asali, na hatimaye uweze kujipanga na kuweza kurina. Kwa hiyo inamletea mfugaji wa nyuki nafasi nzuri ya kuweza kujiandaa
na kupata zao bora kwa kutumia vifaa vya kisasa vya uchakataji na kuweza hatimaye kufikia soko, kwa sababu wilaya Ngorongoro tuna masoko mazuri ya bidhaa za nyuki, ila hatuna vifaa vya kisasa hatuna mizinga ya kisasa, hatuna vifaa vya kuchakatia, hatuna vifaa vya kuhifadhia, hatuna pia njia bora ya kutangaza masoko. Kwa hiyo ndio lengo kuu lilofanya sisi kuleta hapa hawa washiriki ili waweze kwenda kupambana kutengeneza bidhaa bora inayokizi soko la ndani na nje ya nchi, ili tuweze kuwa wafugaji bora na tuweze pia kukuza utalii kama azma ya mama. Wito wangu ni kuwaomba wananchi na Watanzania wenzangu kujifunza na kutambua umuhimu wa kutoka kuona watu wengine wanafanya nini, kwa sababu ukija Tabora watu wanaona kama tamaduni za Tabora ndio mwisho. Ukienda Ngorongoro watu wanaona tamaduni za Ngorongoro ndio mwisho. Pia niombe pia wajikite zaidi kwenye ujasiriamali. Hapa tumeona kuna mazao ya nyuki ikiwepo asali, nta, sumu, maziwa, vitu ambavyo vilikuwa vigeni sana kwa washiriki wetu. Kwa hiyo sio nyuki tu unamfuga kwa ajili ya kupata asali peke yake. Hivyo baada ya kujua mazao hayo manne ya nyuki, pia tumeona kuna ujasiriamali unatokana na nyuki. Unaongeza thamani bidhaa zile, nta unaongeza thamani kwa asali kuweka kwenye sabuni, unatengeneza mafuta ya kikohozi, dawa ya kikohozi, unatengeneza mafuta ya kupaka kwenye ngozi, unatengeneza waini ya asali. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuweza kunufaika. Unaweza kuwa sio mfugaji wa nyuki, lakini ukawa ni mchakataji na muuzaji, na unaweza kuwa pia unaweza kuongeza thamani zile bidhaa za nyuki na mazao yake. Sasa unaweza ukaanzia hapa. Kwa majina naitwa Veronica Mtoka, nafanya kazi na shirika la Frankfurt Zoological Society, ni mratibu wa mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Shirika letu la Frankfurt Zoological Society linafanya kazi kwa kushirikiana na hifadhi za taifa Tanzania. Kwa kanda tuliotokea tunafanya kazi kwa kushirikiana na hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa tunafanya kazi na wananchi walio pembezoni mwa hifadhi za taifa, kwa sababu ni wananchi ambao tunafanya nao kazi ili waweze kusapoti shughuli zote zinazohusiana na uhifadhi. Vile vile tuna miradi ambayo inafanya kazi ndani ya hifadhi na tuna miradi ambayo inafanya kazi nje ya hifadhi. Tumefanya mafunzo kwa sababu ilikuwa ni moja ya uhitaji na ni moja ya malengo ya hifadhi, kuwasaidia wananchi kupata shughuli ambazo zitawapatia kipato kwa njia ambazo haziharibu mazingira. Kwa sababu kama wahifadhi tunaangalia mazingira ni sehemu muhimu ya uhifadhi. Mazingira yakiwa mazuri na salama, ekolojia au wanyama wote walio kule ndani watakuwa vizuri. Kwa hiyo tunasaidia wananchi wafanye kazi za kuwaingizia kipato ambazo ni rafiki kwa mazingira.